الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. عاذنا الله وإياكم من البدع والضلال وعذاب النار. شرع الله العبادات والشعائر لحكم عظيمة وغايات جليلة، فهي تزكي النفوس وتطهر القلوب وتقرب العباد من ربهم جل وعلا. وهناك معان مشتركة تشترك فيها جميع العبادات، كما أن هناك معاني خاصة تختص بها كل عبادة على حدة. Ndugu Islam, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia ziada ya sala na salamu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, natanguliza kuihusia nafsi yangu dhaifu sana pamoja na kila anayenisikia kwa muda huu na wakati huu kumcha Allah tabaraka wa taala. Hakika ucha Mungu ndiyo sababu ya kupata mafanikio hapa duniani na kesho akhera. Ibadallah, waja wa Allah tabaraka wa taala, maudhui ya hutuba yetu fupi leo hii inasema asrarul haji wa maqasiduhu, siri iliyopo katika ibada ya haji na makusudio yake. Hakika kuna hikma za haji na makusudio yake ambayo ni makubwa na siri zake nyingi sana. Allah tabaraka wa taala amewekea sheria waja wake katika kufanya ibada na kadhalika kudumu katika desturi mbalimbali, ukiwa kuna malengo makubwa na malengo matukufu. Fahiya tuzakki nufus, ibada hutakasa nyoyo za watu. Ibada humweka mtu mbali na machafu, lakini ibada hutahirisha moyo wa mtu. Ibada humfanya mtu awe karibu na Mola wake, lakini kuna maana nyingine ni zenye kushirikiana katika ibada zote kwa ujumla, kama ilivyo kwamba kuna ibada nyingine zinakuwa na malengo ambayo ni khasa na taathira ambazo ni khasa.
Katika hizo ibada kubwa ni ibada ya haji, haji ambayo inafanyika katika mwezi huu. Leo tukiwa tarehe 12, tukiwa katika yale masiku yanaitwa ayamu tashriq, masiku ya kubanika nyama, wenzetu wakiwa katika ibada za hija wakimalizia, basi tujue kwamba kuna siri na maksudio katika ibada hii ya haji, ambayo inatakikana kwa kila haji asimame katika siri hizo na maksudio hayo. Lakini pia ayum'ina an-nadhar, aangalie kwa umakini, wa an yastash'iraha wa huwa yuaddi hadhihi al-fariida, atakiwa kabla na baada awe na hisia za kutekeleza ibada hii adhim, hatta yuhaqqiqa al-hajj maqsudahu wa atharahu, mpaka ajihakikishie kwamba haji yake imeenda vizuri na imekuwa na athari. Awalan, jambo la kwanza, ahibana fillah, ya ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, alhajju wa tarbiyatu taqwa, haji inamlea mtu katika uchamungu. فالحج من أعظم المواسم التي يتربى فيها العبد على تقوى الله عز وجل. Haji ni miongoni mwa msimu uliokuwa mkubwa wa kumlea mtu katika uchamungu, wa ta'dhimi sha'airihi wa hurumatihi. Faqad qala Allah ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala anasema, dhalik ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Hivyo wafahamu katika kule kudumisha shiar na desturi za Allah na alama za Allah, hakika huko ndio kuna uchamungu wa nyoyo. Wa amara Allahu al-hajij bitazawud min at-taqwa faqala subhanahu, Allah tabaraka wa taala akaamrisha mahujaji wawe ni wenye kujiandalia uspesho wa kuondoka na uchamungu, wajiandalie masurufu ya kuondokana nayo, wajiandalie mizigo ya kubeba ambao mzigo wa uchamungu, au kujichukulia kwamba zawadi ya uchamungu ndiyo jambo zuri kabisa. Allah anasema alhajju ashhurun ma'lumat, hija inafanywa katika miezi maalum. Waman faradha fihinna alhajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi alhajj, yule ambaye akadiriki kuipata faradhi ya haji ajue kwamba hakuna kusema upuuzi wala kufanya uchafu katika haji. Wama taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah, na lolote mnalolifanya katika khairi Allah analijua. Watazawadu, na bebeni masurufu. Fa inna khaira zadi taqwa, hakika bora ya zawadi ya kuondoka nayo ni uchamungu. Wattaquni ya ulil albab, na mniogope mimi, muniche mimi enyi wenye akili. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anaonyesha wazi ya kwamba mahujaji wanatakikana wajilee katika uchamungu, ambao hii ndio sababu ya kumwacha mtu wafaulu. Haitoshelezi tu kwamba mtu akaitwa alhaji, haitoshelezi mtu akaenda akarudi halafu ikawa kwamba hana athari yoyote ya uchamungu, alivyoenda ndo alivyorudi. Hapana, kama mtu kaenda kutekeleza ibada hii, yatakiwa akirudi awe na ziada katika uchamungu. Wabayana subhanahu anna almana alladhi shuri'a min ajlihi alhadi waladahi inma huwa tahsilu hadhihi taqwa, na Allah akabainisha kwamba ile hadi
mnyama wa kuchinja ukiwa haji au adhahi, udhiya zilizochinjwa zinaonyesha kwamba hii yote yatakikana kwamba mtu afikie katika lengo na daraja ya uchamungu. Allah tabaraka wa taala anasema lan yanala Allaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluha taqwa minkum. Allah tabaraka wa taala, mkichinja si kwamba inamkuta na kumpata ile nyama, kwamba ile nyama yeye Allah ana shida nayo, wala damu inayomwagika kwamba Allah ana shida nayo. Hapana, bali anachotaka ni uchamungu kutoka kwenu. Asraru alhaji wa maqasiduhu, siri ya haji na maksudio yake. Alhaju wa maani alubudiyya walistislam, haji inakuonyesha maana hasa ya kuabudu na kujinyenyekeza kwa Allah tabaraka wa taala. Haji inamlea mja wa Allah tabaraka wa taala ajue maana hasa ya kuabudia, na kadhalika asalende na kujisalimisha kwa Allah tabaraka wa taala, na ajinyenyekeze katika kutekeleza sheria za Allah tabaraka wa taala. Alhaji, yule aliyefanya haji anatekeleza matendo ambayo hukumu yake au hikma zake ni nyingi sana. Fayatajarradu min malabisihi almutaada, akifika pale anavua zile nguo zake alizozoea, anabaki na mashuka haji. Lakini pia wayajtanibu azina, ajiweka mbali na mapambo, hajiweki manukato. Wayasaa 7 ashwaq, anazunguka mara 7. Wayaqifu fi makanin muayyan wa zamanin muayyan, anasimama sehemu maalum tena kwa kipindi na muda maalum. Anatupa vijiwe pale Mina na analala pale, anaenda katika jamarat, tupa vijiwe, kisha analala Mina, na matendo mengine mengi ambayo si ya kawaida. Anajifunza ubudiyya na istislam, kujinyenyekeza kwa Allah tabaraka wa taala. Anatekeleza hivyo limtithali alawamir au limtithali liamri llah, anatekeleza amri za Allah tabaraka wa taala, wattibaan lisunnati nabiyihi sallallahu alayhi wasallam. Anafanya hivi kwa kufuata sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Umar bin Khattab anasema kuliambia hajar al-aswad, jiwe jeusi, wallahi inni la'alamu annaka hajar, wallahi mimi najua kwamba wewe ni jiwe, la tadhuru wala tanfa, wewe hudhuru chochote wala hunufaishi. Walaula anni raaitu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, laiti kama sikumuona mtume sallallahu alayhi wasallam yuqabbiluka, laiti kama sijamuona yuqabbiluka ma qabbaltuk, laiti kama nisingemuona mtume sallallahu alayhi wasallam anakubusu, basi mimi nisingekubusu wewe. Alhajju asraruhu wa maqasiduhu, haji siri yake na maksudio yake. Walhajju yuthiru fi an-nafs ash-shu'ura bil-ukhuwati baina al-mu'minin, haji inakupa athari, uhisi katika nafsi ule undugu kati ya Waislamu. Lakini pia wa dharuratul wahdati fima bainahum, na kwamba waumini na Waislamu watakiwa wawe na umoja kati yao. Haji inakufundisha hivyo. Walhujjaju yajtami'una fi makani wahid, mahujaji wanakutana sehemu moja. Wa zamani wahid, zama moja. Yad'una ilaha wahid, wanamuomba Mungu mmoja. Ghayatuhum wahid, lengo lao ni moja, lakini wanaelekea mwelekeo mmoja. Fayash'uru alhaj anna hadhihi al-umma, anahisi au hisia za yule haji, anaona kwamba huu umma tamliku min muqawamati alwahdati walijtimai ma la tamlikuhu ummatan min umami al-ardh, umma pekee
ambao una ibada yenye kuwakusanya wote kwa dunia nzima ni umma huu wa Kiislamu. Hakuna dini yoyote katika dini nyinginezo za batil ambazo zaweza kukusanya watu wote sehemu moja. Haya yote wanapatikana wakiwa katika safu moja, nyoyo zao zinaungana, wanajiunga wao, kalima yao inakuwa ni moja. Hizi ndio siri na maksudio ya haji. aqulu ma sami'tum wad'u Allah antum muqinuna bil ijab. Alhamdulillahi alwahid alahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Tazungumzia siri na maksudio ya haji. Haji inatukumbusha siku ya Kiyama. Mahujaji wale ambao ni waumini wakienda kule katika ule msongamano uliopo, basi wao wanaikumbuka siku ambayo hata mtoto ataota mvi. Ni siku ya Kiyama, jinsi kulivyokuwa na msongamano mkubwa na mchanganyiko mkubwa. Hauwezi kukimbia, hauna pa kutemea mate, hauna pa kupumulia. Msongamano ule unakukumbusha siku ya Kiyama, wakiwa wamesimama sehemu moja, wakiwa wamevaa vazi moja, wakiwa wamevua nguo zao za kawaida na wamebaki na nguo maalum. Haji inatuonyesha mwenendo pia wa manabii na waja wema, kwa sababu kule kuna historia mbalimbali ambazo utaambiwa hapa Nabiullah Ibrahim alayhi salam alifanya hivi, hapa Ismail mtoto Ibrahim kulitokea hivi. Lakini watu wema, mashabu, akiwepo Abu Bakar, akiwepo Umar na wengineo, utaona makaburi yao. Haya yote yanakukumbusha yale mambo yaliyopita kwa watu wema, mambo yaliyopita kwa manabii na watu wema na mashahidi. Hizi ni baadhi ya siri na makusudio ya haji. Allah jalie sote kwa ujumla wetu tuweze kuidiriki ibada hii ya haji, na wale ambao wameenda huko haji, Allah ajalie waweze kufikia makusudio haya na wafanikiwe katika kufikisha uchamungu na kubadilika. Ibadallah, inna Allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا أرحم الراحمين ارحمنا، ويا خير الفاتحين افتح لنا أبواب رحمتك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين.